والتقوى هي أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد. نتقوى ndio wasia ulio mkubwa zaidi na ndio bora wa zawadi ambayo mja ataibeba kwa ajili ya siku ile atakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya siku ya kiyama. وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. na ndio wasia ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake wa mwanzo na wa mwisho, kama qala subhanahu ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. kwa waliusiwa wale wa mwanzo na sisi tuliokuja mwisho tuusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala an ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته. نندي وصية ومتمويتم كريم متكوف وأمواك. كتك حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم ونما صحابة وصية كسم أوصيكم بتقوى الله. جنب لكوانزا كمشى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapotumiliza amiri katika kikosi cha jeshi, mwanzo amuhusia yeye yule kiongozi amiri jeshi hasa kwa nafsi yake amche Allah subhanahu wa ta'ala, kisha alikuwa akimuhusia juu ya wale waislamu waliokuwa pamoja na yeye katika kikosi kama kile khairi, akae nao kwa wema. وكان كثير الوصية بها في خطبه. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingi akiwahusia masahaba juu ya ucha Mungu katika hutuba zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema walamma khataba an-nasa fi hajjati al-wadaa yawm an-nahr, siku ile aliposimama kutoa khutba katika hajjati al-wadaa siku ya Nahr tarehe 10 mwezi wa Dhulhijja, wassa an-nasa bi taqwa Allah azza wa jalla, akawahusia watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo leo mtu akilizungumza aonekana zungumza mambo yaliyopitwa na wakati. Sasa hivi watu wataka kusonga mbele, tabakia shekhe na makofia na kanzu mpaka lini? Usikum bi taqwa Allah. Nini bwana, ona kama ambaye wewe amrisha jambo kwa nyuma sana. Allahu musta'an. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها. na wale wema waliotutangulia hawakuacha kuhusiana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك لأنها خير زاد يبلغ إلى رضوان الله عز وجل. ikiwa kuna kile ambacho ni kikubwa zaidi, zawadi kubwa zaidi anaweza kubeba mja ili kuifikia radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bora wa kile utakachokibeba kikufikishe wewe katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: tazama mfano huu, wallahi tuna mfano mzuri hapa wa kusoma. Sisi tuna upungufu mkubwa sana. Leo mtu akikwambia wewe ittaqillah, wengine uchukulia kama memdharau, kama memtusi. Mtu akwambia ittaqillah, mche Allah, wewe wakasirika. Sisi ndio tulivyo leo. Sallallahu alaihi wasallam. Umar al-Khattab ambiwa na bwana mmoja ittaqillah, mche Allah. Kweli huyu mtu anemwambia hivi atakuwa yeye ni mcha Mungu zaidi kuliko Umar? Ikiwa si Abu Bakr as-Siddiq
yoyote aliye chini ya Umar ni mbora kuliko yeye. Katika masahaba ambaye ni mbora kuliko Umar ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu peke yake. Huyu ni raia wa Umar, amwambia ittaqillah, mche Allah. Ajabahu Umar biqawli, Umar akamjibu kwa kumwambia la khaira fikum in lam taquluha, hamna khairi nyinyi ikiwa hamtatuambia sisi maneno hayo, ikiwa hamtatuamrisha sisi kumcha Allah. Wala khaira fina idha lam naqbalha, wala hatuna khairi sisi ikiwa hatutakubali neno hilo tunapoambiwa, hatuna khairi. Na hii ni kweli kabisa. والنقول عن السلف في هذا كثيرة, ننقول kutoka kwa salaf za maneno kama haya ni nyingi sana.